Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu wa charuka dhidi ya dhuluma, atoa onyo kali kwa waajiri wasiolipa wafanyakazi, agiza wakuu wa mikoa kukusanya orodha ya wadaiwa nchi nzima. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia Kagame kukutana leo da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mkenda au kwa jahazi mwanafunzi Mokota Makopo alishindwa kulipa faini ya shilingi 100,000, kacha chuo, alala sokoni, vituo vya daladala, kurejea masomoni UDSM kesho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kisoa atemwa, Dr. Munisi ateuliwa naibu waziri. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi aialika Uturuki fursa mpya Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2. Watatu mbaroni kwa kuwatusi wajumbe wa tume ya Chande. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chuki yatajwa tisho kubwa la afya ya akili. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu. Na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kamati ya Chadema yaja na vuguvugu la katiba mpya Free Lissu. Habari katika ukurasa wa 4. Lukia John Mnyike akisema awamu ya kwanza mikutano itafanyika katika kanda ya Serengeti, Shinyanga, Simiu na Mara, Victoria, Mwanza, Geita na Kagera, Kaskazini, Tanga, Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Mwigulu, sitakubali uporaji wa haki za watu ushamiri. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza wakati wa mkutano wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi kwenye ziara ya kikazi katika kijiji cha Idofi, Makambako, mkoani Njombe jana. Mbaroni kwa kutuma ujumbe tume Jaji Chande ni katika mikoa ya Mbeya, Arusha, Iringa. Taarifa ya polisi yasema wengine zaidi wanasakwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 15. Wahudumu gesti walivyo katika hatari kiafya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya, yataka ipatikane ifikapo 2027. Kamati ndogo ya kamati kuu yapewa maelekezo kuandaa muswada wa kushirikisha wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili.
ndugu yake ikisema kamati kuu inaona Watanzania hawawezi kusubiri tena mchakato wa katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Walioitukana tume ya Jaji Chande wasakwa watatu watiwa mbaroni, habari katika ukurasa wa tatu. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wake limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu wanaodaiwa kutumia mitandao vibaya kwa kutoa matusi, ikiwamo kwa ujumbe wa tume ya uchunguzi wa machafuko ya vurugu za Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Imeelezwa kuwa watuhumiwa wa makosa ya aina hiyo wamekamatwa katika mkoa wa Arusha, Iringa na Mbeya. Hao ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na tabia ya kutumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kufanya utapeli. Kamati kuu ACT Wazalendo kujadili hali ya kisiasa nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chama cha ACT Wazalendo kimetangaza kuwa kamati kuu yake itakutana leo katika kikao cha dharura kujadili hali ya kisiasa inayoendelea nchini, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na naibu katibu wa habari, uenezi na uhusiano na umma wa chama hicho, Shangwe Ayo. Kikao hicho kitafanyika mkoani Dar es Salaam. Polisi kuchunguza madai mfanyakazi wa ndani kujinyonga, habari katika ukurasa wa 3. Wajibu wa mama mkwe kwa ndoa ya kijana wake, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tukta Rais Samia ni mkweli, yasema katika vipindi vyote viongozi wa nchi awamu ya 6 imefanya mambo makubwa, habari katika ukurasa wa 3. Wafanyakazi wampa Dkt. Mwinyi maua, habari katika ukurasa wa 5. Rais Samia afanya uteuzi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mwigulu asisitiza haki kwa unyonge, habari katika ukurasa wa 2. Ambeba mkulima ndani ya msafara, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kitendawili ubunge EALA, ikiwa imebaki siku moja kwa bunge kufanya uchaguzi wa wajumbe watatu watakaowakilisha Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki EALA, sifa za kitaalamu na uwezo katika kuwatumikia wananchi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Kasi ya ujenzi wa viwanda kufuta Tanga kunani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Ndio gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt. Mwinyi akaribisha kampuni za Uturuki kuwekeza nchini. Dkt. Mwinyi ashiriki hafla kumwombea dua Sheikh Abubakar bin Said, habari katika ukurasa wa 3. Abiria meli ya MV Mapinduzi 2 washauri uwekezaji zaidi, habari katika ukurasa wa 3. Wahadhiri watumishi wachambua ongezeko la mshahara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Serikali mjini kuwasaka wachezeshaji kamari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nilo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika shilingi imesimama. Ni Jumapili ya leo, Simba dhidi ya Yanga Sports Club saa 12 jioni, uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa 8 pamoja na ukurasa wa 11. 12,000 ni idadi ya mashabiki wanaoweza kuingia katika uwanja wa Meja Isamuyo. Beka awataja wawili Yanga. Pedro atoa kauli nzito. Undani wa taarifa hii umeandikwa kwenye kurasa za ndani. Balaa la Lebron Lakers, habari katika ukurasa wa 6. Kamada, habari katika ukurasa wa 20. Manchester United dhidi ya Liverpool kumaliza ubishi leo. Kumbe Nandi upo hivi, habari katika ukurasa wa 15. EPL Jumapili ni Manchester United dhidi ya Liverpool saa 11 kamili jioni Old Trafford, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba Yanga kisasi, Azam haijapoa, SMZ yahimiza miundombinu bora AFCON 2027. Salah afunga ukurasa Anfield, habari katika ukurasa wa 22. Shirikisho ngumi la jipanga madola, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika dabi ya maamuzi leo, Simba ya tamba kutonesha kidonda, Yanga kuingia kivingine kabisa, habari katika ukurasa wa 23. Lina soka la wanawake nchini linahitaji uwekezaji, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Mzalendo lenye limeandika Mwigulu azidi kunogesha dabi,
habari katika ukurasa wa 23. Mafia amshukuru Rais Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 19. Yajua matokeo ya mechi za Yanga na Simba kuanzia mwaka 2022 hadi 2026, habari katika ukurasa wa 9. Tyson Mayweather awaibua mabondia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Man United yamtega Thiago, habari katika ukurasa wa 18. Kocha Edna asisitiza amani, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mzalendo, na gazeti Mzalendo linakamilisha dukuzi hapa toka Zamani TV.